Yaani maisha hapa kwa hizi siku chache nilizoishi hapa, hakuna nguo. Wengi wanategemea nguo, wenzao wakifa ndo mnagawana nguo tena kwa kugombania. Alafu sasa watu wengi sasa wapo na afya imedhoofika sana. Yaani muda wote wanakata moto. Hakuna cha dokta wala dawa. Chakula chenyewe ndio hicho cha kugombania. Ikifika usiku wanajeshi wanakuja kuchukua wanawake. Yaani jamani, wanaenda kuwatumia kama wanawake zao, alafu wanarudishwa. Aisee, nilikuwa naogopa. Nikamwambia Eva, yaani siku akinichukua mie na hapa najiua. Siwezi kuvumilia kutumiwa na wanaume mbwa hawa. Siwezi kabisa. Basi maisha yaliendelea. Nilikuwa napiga kazi sana. Yaani sikuwa mzembe. Unajua kwa nini nilikuwa napiga kazi? Sikuwa mzembe. Nilikuwa naogopa. Alafu sipendi kuchapwa chapwa yani ovyo. Kula kwenye ni shida, kazi ngumu, alafu mwili huo unapigwa pigwa. Hiyo ndio ilikuwa inasababisha watu kudhoofika na kufa. Tulipiga kazi hapo zaidi ya miezi 3. Maisha yalikuwa magumu sana, yalikuwa magumu mno. Mara chache sana ndo unapata chakula kizuri. Yaani siku chakula kikiwa kizuri, mpaka machozi yananitoka. Eva alikuwa ni rafiki yangu kabisa yani. Tunatiana moyo. Mwanzo alikuwa ananipa moyo. Kwa ipo siku tarudi nyumbani. Hapo simu tulishapokonywa. Kwa hiyo hakuna anayejua uko nyumbani maisha yetu. Mwisho Eva naye alichoka. Yale matumaini aliyokuwa ananipa yalipotea. Kila siku akawa analia kuhusu mama yake alimtoroka. Mimi sasa ndo nikawa kazi yangu nampa moyo. Siku moja asubuhi ndo tulikuwa tunaingia kwenye magari kwenda mashambani. Wakati napanda gari nikaambiwa, "We, kaa pembeni." Kidogo nikaogopa ila nikatulia. Eva akanitazama tu huku ananipa ishara ya kuwa nisijali. Baada ya magari kuondoka nikaambiwa, "Ungana na hawa hapo." Kulikuwa na kundi kubwa la watu wamesimama pembeni. Nikatembea haraka haraka na tenga langu hadi kwa watu. Kuna mlinzi mmoja akaja, akachukua ile tenga kisha tukaambiwa tuelekee kwenye godauni moja. Ilikuwa sio mbali na hapo. Sikujua tunaenda kufanya nini, ila nilishukuru maana nilijua naenda kubakwa sasa ili nijiue. Basi tukaambiwa watu 10 wasimame. Na huko mimi nikiwepo kwenye watu 10, tukaingizwa ndani. Kulikuwa na njia ya chini ndani ya godauni. Kuna njia ya chini, wengine walibaki juu. Kule chini kulikuwa na maabara kubwa, safi, nzuri, ipo kimya. Na madaktari ni wengi, wapo bize, kila mmoja yupo makini na kazi yake. Hata nilipoingia hakuna aliyetufuatilia. Tukapewa unga. Ulikuwa mwingi sana, tukaambiwa tujaze kwenye pakti kwa kipimo maalum. Tukapewa na kipimo. Kazi ikaanza. Unga ulikuwa unapalia sana. Mpaka kichwa kilikuwa kinaniuma. Mara ya kwanza ndo kulikuwa na kazi ngumu maana kichwa kilikuwa kinagonga balaa. Unatakiwa kufanya haraka haraka kujaza wote mule. Kila mtu alikuwa na kazi yake. Ila walinzi ndo walikuwa nyuma yetu, yani nyuma migongo yetu. Akaja mkuu wao ambaye ni yule mkaka handsome. Alafu kitambo sijui kumuona. Sijui alijificha wapi. Akasema, "Kwa nini hamko hapa Max ya watu?" Hapo anauliza kwa sauti ya kali. Walinzi wote wakababaika. Wakawa wanatoa macho, wana majibu maalum. Akatuambia, "Inukeni." Mimi ile inainuka tu nikajikuta naanguka chini pu. Nilikuwa nimelemewa, miguu ilikuwa haiwezi kabisa kusimama. Kichwa kilikuwa kinagonga. Nasikia kizunguzungu. Wakauliza, "Mnataka kuwaua tena watu bila sababu maalum?" Walinzi kimya. Hapo nasikia tu ila nipo hoi. Wakaambia, "Sasa hizi kazi mtafanya nyie. Hakikisheni mali zote zinapakiwa, zote ziishe. Ole wenu nikute kazi mmewapa wafanya kazi. Mtanijua mimi nani. Tena tumieni hivyo hivyo kama mlivyofanyia wao." Akapiga hatua kama ni kuondoka. Akageuka akawaambia, "Hebu mleteni huyo ofisini kwangu nyie. Wengine nendeni mkapumzikeni." Wote walikuwa wanaume kasoro mie tu. Wakanibeba walinzi juu juu, tukatoka ndani ya godown. Maabara ilikuwa kubwa jamani ile. Tukatoka mpaka nje. Kulikuwa na gari moja nyekundu isee. Gari ilikuwa imepoa, gari kali ya hela. Akaingia yeye kwenye gari. Nikajua na mimi nitaingia, thubutu. Gari kaondoka. Mimi nikabebwa. Nilikuwa natoa kidogo kutoka kwenye ile godown mpaka kwenye makazi walikuwa wanaishi. Kulikuwa na gorofa 2. Gorofa imepoa ya kishua, alafu kuna lifti. Tukapakia humo mpaka kwenye gorofa ya 2.